Serikali inatambua na kufuatilia kwa ukaribu masuala ya uchumi na maisha yanavyoendelea kote duniani na hapa nchini kwetu. Na hata juzi mlisikia kauli ya Mheshimiwa Rais ikiwa inahusiana na masuala ya mafuta. Tunafuatilia kwa ukaribu, hatua kwa hatua, na tunakutana kila wakati na wadau mbalimbali ndani ya serikali, lakini pia ndani ya nchi, wadau wa sekta binafsi ambao ni wadau muhimu katika kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele, hasa katika masuala haya ambayo yanahusisha ushirikiano wa hali ya juu wa wadau wa maeneo mbalimbali kote duniani. Moja ya eneo ambalo ninyi mnakumbuka vyema kwamba huwa haliamuliwi ndani ya nchi husika peke yake ni jambo la mafuta. Nchi nyingi duniani sio waamuzi wa hatima yake peke yake. Mnakumbuka ilipotokea COVID-19, uviko 19, dunia nzima ilitikisika kwenye masuala haya ya usafirishaji na masuala ya mafuta. Na sababu ni moja tu, kwamba sio kila nchi inazalisha mafuta. Sio kila nchi ni muuzaji wa mafuta. Sio kila nchi inajitegemea kwenye mambo ya mafuta. Sasa ilipotokea uviko 19, nchi yetu tuliendelea kufuatilia kwa ukaribu, kufanya tathmini na kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli za uzalishaji ndani ya nchi haziathiriki. Shughuli za kiuchumi ndani ya nchi haziathiriki. Tunafanya tathmini ya kina kuweza kujua hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa kwa muda mwafaka. Niliona niaseme haya na niseme na uzoefu kwamba hili si la kwanza. Watanzania, wala msipaniki, wala watu wasiwe na taharuki, wala tusigombane, wala tusichukiane, watoa huduma na wananchi. Hili si la kwanza, na tena yale mengine tuliovuka wala sio siku nyingi sana, ni juzi tu. Uviko ilikuwa 2021, ile la Ulaya Mashariki 2021, 22, 23, lile la kupungua kwa fedha za kigeni 2024, 25, ni hapa wala sio mbali na tukavuka. Isingetokea hili, tulishasahau kama kuna matatizo yaliwahi kutokea ya aina hiyo. Tulivuka salama. Na miongozo ya Mheshimiwa Rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan ilituvusha, na kama si hili jipya tulishasahau kama kuna muda ulitokea mzozo tukawa na uhaba wa mafuta, kama kuna muda ulitokea mabadiliko ya sera kukawa na shida ya dola. Yaani mtu anataka mafuta yapo alishaagiza kuyalipia, akienda anazunguka mabenki yote anapewa dola 200, dola 500. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa utulivu wa Mheshimiwa Rais, staili yake ya kutokupaniki, kutokuwa na taharuki, kutokupoteza focus, tukavuka salama. Na hata jambo hili niwahakikishie, serikali inafuatilia kwa ukaribu, kwa umakini, na kila siku tuna vikao tunakaa vya sekta mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba moja, bidhaa hii haiadimiki. Aina zote hizo za mafuta, pasiwe na kuadimika mafuta, yawepo. La pili, tunashughulika na masuala ya bei ya bidhaa, bei ya huduma, ili shughuli za uzalishaji zisiathirike, shughuli za usafirishaji
zisiathirike kwa kiwango ambacho Watanzania wanaweza kushindwa kumudu.